vizuri. Roho Mtakatifu yeye haazimishwi au hasubiriwi siku fulani kuweza kushuka. Naomba mnielewe vizuri. Kwanza, Pentekoste sio Roho Mtakatifu. Nielewe vizuri mpendwa. Najua kwa mafundisho haya kuna watu watapinga, wataona napotosha, lakini twende pamoja. Biblia inasema katika kitabu hiki tu cha Matendo ya Mitume, nataka niunganishe hapo kuhusu Pasaka na uhusiano wake na Pentekoste, watu wanavyoadhimisha sikukuu hizi kwa namna ya kimwili kabisa. Matendo ya Mitume sura yake ya pili, sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Nitasoma kwa jina la Yesu. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni kama uvumi wa upepo mkali. Biblia inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa Pentekoste na kuna kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakati Roho Mtakatifu anajifunua ilikuwa siku ya Pentekoste, lakini haikuwa kwamba siku hiyo ndio ilikuwa ni siku pekee Roho Mtakatifu alijifunua. Sasa baada ya ile ahadi kutimia ya Roho Mtakatifu kujifunua duniani, kuchagua kukaa na watu wote, hiyo ahadi haisubiriwi tena Pentekoste. Baada ya pale tunaona mitume kila wakihubiri, Roho Mtakatifu anajaa. Tunaona kila mafundisho Roho Mtakatifu anajifunua, watu wanatabiri katikati ya makanisa, watu wananena kwa lugha. Ilikuwa ni sehemu ya kawaida, lakini sisi tumekosea wapi? Kwamba tunamsubiri Roho Mtakatifu siku fulani. Roho Mtakatifu asubiriwi siku fulani. Hata leo unaponisikia hapo, majira haya ukaamini moyoni mwako na ukakubali kutubu dhambi zako vizuri, na ukakubali kumfuata Yesu Kristo vizuri, na ukaanza kuomba Roho Mtakatifu, aidha kwa kuwekwa mikono upokee, aidha kwa wewe binafsi kupiga magoti kuomba, Roho Mtakatifu anakuja. Hata iwe ni mwezi wa 7, uwe mwezi wa 8, uwe mwezi wa kwanza, uwe mwezi wa 12, Roho Mtakatifu anashuka. Kwa nini? Kwa sababu ameshamiminwa duniani. Hatusubiri Pentekoste. Ni sikukuu ambazo zinaadhimishwa kwa watu wasiojua tu, lakini Pentekoste wetu aliyeshuka Roho Mtakatifu yuko wakati wote. Kwa hiyo ndugu zangu, unaposikia ujumbe huu, usisubirie siku ya Pentekoste kama wanavyosubiri wa Pentekoste wengine. Na wengine wanajiita wa Pentekoste. Kumbe Pentekoste ni siku, sio Roho Mtakatifu. Pentekoste inaposema ipotimia siku ya Pentekoste, sio walipopokea Roho Mtakatifu. Maana yake siku za Pentekoste zilikuwako nyingi tu. Huko nyuma walikuwa wakizisubiria hizo siku za Pentekoste, zilikuwako huko nyuma. Kwa hiyo hata siku hii katimia, wakajaa Roho Mtakatifu, lakini si kwamba siku hii ni maalum. Yaani umaalumu wake ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Lakini kama Roho Mtakatifu asingeshuka siku ya Pentekoste, tusingeijua. Maana yake umaarufu wa siku ya Pentekoste umeletwa na Roho Mtakatifu. Sasa leo watu wameishika siku kuliko Roho Mtakatifu. Kipi ni bora? Kipi ni kikuu? Kumshika Roho Mtakatifu wakati wote au kusubiri siku? Ni kumshika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo leo Roho Mtakatifu yupo kila wakati, ni wewe kuamini moyoni mwako na utapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Shalom shalom. Mungu awabariki sana. Kwa kuhitimisha, naomba unisikilize. Kwa hiyo kwa majira tulio nayo, hizi kalenda za Pasaka, sijui mwezi wa 3 tarehe ngapi, mwezi wa 4 tarehe ngapi, ni za kibinadamu kabisa, wala sio za kiroho, na haitakiwi mpendwa katika Bwana kushikamana nazo. Wewe mshike Yesu Kristo aliye Pasaka wa kweli, sio siku iliyotungwa na Waroma kwenye kalenda zao. Wala hakuna watu waliokaa wakaomba katika Roho Mtakatifu, watumishi wakaitana kwamba tuombe Bwana atufunulie tarehe mwakani iwe lini, lakini wanatunga watu. Sasa je, na wewe utatembea kwenye kalenda zinazotungwa na watu? Hapana. Roho Mtakatifu anatukumbusha kwamba Pasaka ni Yesu Kristo. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, wewe uko ndani ya Pasaka muda wote. Na pia unaposhiriki meza ya Bwana kwa kula na kunywa mwili wake, unatangaza Pasaka. Naomba nisome kitabu hiki cha Wakorinto